wenzetu. Tulichambua vya kutosha kuhusiana na bwana Netanyahu. Natamani kwanza tupate mrejesho kukutana kwa Netanyahu na Rais Donald Trump, lakini nimeona pia mbali na kukutana kwao huko, Netanyahu ameenda mbali zaidi. Waziri mkuu wa Israel amekutana pia na wajumbe maalum wa Rais Donald Trump. Naambiwa picha zimezagaa, ujumbe wa kutosha, akipiga nao story na kuweka mikakati mbalimbali. Walisiwa mambo umekwendaje sasa? Yes, kwanza ni kwamba tunafahamu kwamba hiyo imekuwa ni ziara ya kimsingi sana ya Benjamin Netanyahu kutazama waziri mkuu wa taifa la Israel na kwenda kujaribu kumshawishi Rais Donald Trump kuhakikisha kwamba anaenda kukubaliana na yale maslahi ambayo Netanyahu mwenyewe anahisi kabisa kwamba bado hajakaa kwenye meza mazungumzo. Na hoja msingi ambayo ilikuwa inazungumzwa kule Oman kati ya kina Ali Shamkani, wakina Abbas Aragachi, wakina Steve Witkoff na Jared Kushner ni kuhakikisha kwamba namna gani mpango wa nyuklia unakuwa sehemu ya mazungumzo. Lakini kwa nchi ya Iran walienda mbali zaidi, wasema kwamba wao wapo tayari kujadili kuhusu mpango wa nyuklia, lakini sio kuacha kurutubisha mpango wa nyuklia, bali ni kujaribu kuzungumza kuhusu nyuklia salama. Kwa hiyo kumekuwa kuna utofauti, lakini zaidi sana zile intercontinental ballistic missiles zaidi sana, lakini zile shahidi ambazo umekuwa ni miba mchungu kwa taifa la Israel pale ambapo wanapoingia kwenye mtafaruku au kujaribu kuingia kwenye vita dhidi ya taifa la Iran. Kwa sasa alienda kwa Trump kujaribu kumshawishi kufanya lobbying, na hapa lazima tujifunze kwamba Wayahudi wamekuwa ni watu wazuri zaidi wa kufanya lobbying, kuweza kushawishi dhidi ya nchi ya Marekani. Kwa mfano hizo picha ambazo unaziona za Netanyahu kujaribu kukutana na maafisa waandamizi wa ikulu ya White House, hata kukutana na maseneta, mawaziri, maana ni kwamba sasa ni kujaribu kurobi. Na kurobi maana ni kwamba unaenda kukutana na watu wa kimkakati au wafanya maamuzi ambao watakuwa wanafanya maamuzi au wanatunga sera au kuna mikakati ambayo wakichukua itakuwa na faida katika taifa lako au katika eneo lako. Hiyo ndio tafsiri kubwa ya kulobi. Kwa hiyo hawa ukiacha kwamba Netanyahu ameenda mwenyewe, ukiacha kwamba unajua kwamba Trump na nchi ya Marekani wanaamini katika hiyo white supremacy, wanaamini katika dhana ya kutazama zana Christianism, kutazama zana Zionism movement, lakini bado wamekuwa na taasisi zao nyingi ambazo zimekuwa zikiwasaidia kufanya lobbying na hata kuna uchaguzi kuweza kutoa pesa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza kuilinda taifa la Israel. Nimesema nyingi hapo kwamba kuhusu masuala ya IPAC, kuhusu masuala ya Christian Zionism, kuhusu masuala ya Zionism movement, kutazama masuala ya Israel Foundation, zote zimekuwa ni taasisi za kufanya lobbying. Lakini lazima tufahamu kwamba Marekani na Israeli kuna eneo la Mashariki ya Kati wamekuwa na maslahi ambayo ya msingi, tunaita common interest, ambazo zimekuwa zikilitazama taifa la Iran kama likiweza kuwa na nguvu kubwa za kijeshi itakuwa ni tishio dhidi ya usalama wa Israel. Na sera kubwa ya Israeli dhidi ya Iran ni kuiona Iran ambayo imezoofika, kama vile ambavyo ilivyozoofika kwa mfano Syria. Tumeshuhudia kwa mfano kipindi cha Hafez al-Assad, baadaye Bashir al-Assad paka akaondoka, sasa hivi al-Shara. Tumeshuhudia kwa mfano katika eneo la Lebanoni namna ambavyo wajaribu kuwadhoofisha makundi ya Hezbollah. Kwa mfano tazama kwa mfano eneo la Palestina, eneo la Gaza waliweza kuwadhoofisha makundi ya Hamas, kule Yemen Houthi kutaka eneo la Somaliland, katika eneo la Somalia kuweza kuhakikisha kwamba waweza kupambana na Houthi kutokea katika mfereji wa El Mendeb katika eneo la kaskazini mwa Somaliland. Kwa hiyo umekuwa ni mkakati wake kuhakikisha kwamba wanaenda kuzoofisha mataifa yote kinzani katika ukanda wa nchi za Kiarabu. Kwa hiyo kumekuwa kuna hiyo sera ya antagonisti, yani kumekuwa kuna utofauti mkubwa wa mtazamo wa Irani wanapoitazama Mashariki ya Kati na mtazamo wa Israel dhidi ya Marekani wanapotazama Mashariki ya Kati. Kwa sasa hii ziara usichukue maziara ya kawaida. Hii ni ziara ya msingi kwa sababu ukirejelea mazungumzo au negotiation ambazo zinaendelea katika nchi ya Iran, na vile vile tumeona kumeendelea kuongezeka kwa kupeleka vinu vya kijeshi. Kwa mfano nimeona katika eneo la Qatar Marekani wameongeza nguvu za kijeshi. Yani nguvu za kijeshi zinaendelea kuongezwa kwenye maeneo muhimu
ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati, huko nje, Mashariki ya Kati kule. Kwa hiyo Qatar kule watu wamepelekewa vifaru. Kwa mfano ya THAAD imeongezeka ya ulinzi, piga mavitu kule. Israeli mwenyewe amepewa ulinzi wa anga katika kambi ya Jordan kwa mfano, amepewa ulinzi wa anga. Kwa hiyo haya ni maandalizi kama pale ambapo wasipofikia makubaliano. Nimeona pia hadi Afrika amepeleka wanajeshi Marekani pia. Sio kwamba Afrika hii kuna nchi amezichagua kuna nchi amezichagua amepeleka kwa mafunzo, lakini pia kwenye masuala hayo kujiweka sawa. Na sera kubwa ya kupeleka vifaa au hizo ambazo zinaitwa military base ni kujaribu kulinda uchumi na kuweza kulinda maslahi ya hiyo nchi. Unafahamu kwamba kuna dhana ya kupambana na international terrorism, ugaidi wa kimataifa ambao umekuwa ni ajenda msingi ya Marekani kwa sababu zinazoita makundi ya itikadi kali. Kwa hiyo hayo mazungumzo ni mazungumzo ambayo kwa kweli ni mazungumzo ya msingi kwa Netanyahu, kwa sababu inaenda kuwa determining factor. Naye pia ni sehemu yake ya kupata ulinzi, wanasema. Lazima wewe utafuta ulinzi. Unajua ndugu yangu Marekani sasa Iran tayari mimi lakini kwa upande wa jana nimeona Iran wamesherehekea miaka 47 nimeona ya mapinduzi na Ayatollah Khamenei ametoa hotuba kali ya ndio nilikuwa nakuja hapo. Nimemwona rais wa Iran pia wakati ametoa hotuba kali of course ya ujasiri na nini, lakini ameomba radhi jana. Ndio yani wakati atoa hiyo misimamo yake na nini nimeona vile ameomba radhi akisema kwamba au hii utaichambua utatuambia. Yani rais wa Iran kuomba, ndio anafuta rais wa Iran. Wao waliniambia jana kuna cheo, kuna supreme leader na kuna rais. Ndio sasa rais wa Iran yeye akaomba radhi kwa yale ambayo umetokea na akisema kwamba masuala ya ukandamizaji haiwezi kujirudia tena kwa raia. Yani ukandamizaji kwa raia, akiomba radhi. Kasema sasa au ni sehemu ya Yes kabisa. Jana Masoud Pezeshkian amezungumza na ameweza kuomba kama alivyosema, ameomba wananchi kwamba sasa tusahau yaliyopita, na unafahamu kwamba kuna yale maandamano ambayo yametokea katika miji mbalimbali kuanzia Tehran kwenye masoko yaliweza kusababisha vifo vingi vya wananchi. Na ukiacha kwamba ni maandamano ambayo yalikuwa yanatajwa kwamba yanataka kuangusha serikali, lakini vile serikali na vikosi vya LGC vilitumia nguvu dhidi ya waandamanaji na wakaweza kupelekea mauaji makubwa. Kwa jana rais wa nchi anaomba radhi kwa wananchi, tusameane, hii ni siku yetu muhimu. Si ndweli. Na kiongozi mkuu wa nchi Ayatollah Khamenei yeye akatoa tamko akasema kwamba nguvu ya taifa haijengwi na kuwa na vinu vikubwa vya mabomu, lakini nguvu ya taifa inajengwa na kuwa na nia, watu kukupenda, kukubali, mshikamano wa taifa. Unafahamu kwamba Ayatollah ule ni imamu, unajua ni kiongozi wa kidini. Unajua Ayatollah watu nafikiri ni jina, sio jina. Jana ulichambua vizuri sana hapa. Kwamba Ayatollah bwana sio jina. Yule ndio kiongozi wa mwisho mkuu wa mwisho. Alafu kuna rais ambaye ametoa kauli. Kwa hiyo anapozungumza huyu Masoud Pezeshkian hapa anazungumza kisiasa. Lakini yule Ayatollah azungumzi kisiasa. Yeye anazungumza kuhusu, ndio maana akizungumza anazungumza kuhusu kwa mfano masuala ya imani, masuala ya utu, ubinadamu. Ndio maana akienda msikitini anavotoa yale mawaidha amekuwa kama akiongea na taifa. Kwa hiyo yeye ndio anatoa mwelekeo wa taifa. Kwa hiyo namna nchi yao ilivyotengenezwa tangu mwaka 1979 watengeneza hiyo taasisi ya Ayatollah ambao wanakuwa ni watu ambao wamesoma dini sana. Kutazama wana hekima sana ambao wanakuwa wanapewa hiyo hadhi ya kuwa supreme leader, lakini katika mfumo wao kuna hiyo taasisi ya urais ambayo inapigiwa kura. Kwa hiyo Ayatollah hapigiwi kura. Kama vile ambavyo alivyokuwa Ayatollah Ruhollah Khomeini, Ayatollah Said Khamenei. Kwa hawa ni wakuu wa nchi. Kutazama. Kwa hiyo jana wamezungumza na wameomba wananchi msamaha, na nimeona dunia nzima wamependa huo moyo wa sasa yaliyopita si ndwele, tuweze kuganga ajayo na kuweza kuhakikisha kwamba tuweza kujenga nchi yetu. Mwitikio yani wa watu kwenye mitandao sio? Kabisa. Kuhusiana
na kile ambacho kimetokea kule, wenyewe inaonekana kuwa kama mambo yamekaa sawa. Mekaa vizuri hiyo. Mekaa sawa bin sawia. Naona pia watu wakisema bwana huenda vita sasa ikawa mwisho kwa haya ambayo yamezungumzwa. Sawa, tazame taarifa nyingine. Tukiachana na taarifa hiyo, karibu sana kwa lambe, pengine alikuwa anapita tu akakutana na Morning Express hapa. Tunazungumza bwana yale ya kimataifa, na hii ni Super Breakfast. East Africa Radio Morning Express ya Super Breakfast. Yes, tuliacha ipoe kidogo, ingawaje kuna muendelezo wa kutosha, na mimi niliamini kwamba mzigo labda utakooshaisha katika vita ya Urusi na Ukraine, kumbe bwana mzigo unaendelea. Lakini kama kasaulika hivi, jamaa alikuwa anaomba msaada. Sasa mashambulizi ya anga bwana ya usiku kucha ya Urusi yamesababisha vifo vya watu takriban 4, wakiwemo watoto wadogo 3 katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa Kharkiv nchini Ukraine pale. Maafisa wa eneo hilo wametoa taarifa hiyo, na afisa wa eneo hilo Ole Shingobov amesema wavulana 2 wote wenye umri wa miaka 2, msichana wa mwaka 1 na mwanaume wa miaka 34 walifariki baada ya ndege hiyo isiyo na rubani kushambulia nyumba yao. Na vile vile wamesema mwanamke mjamzito mwenye umri wa miaka 35 na mwanamke mwingine unaweza kusema anaanza kuzeka huyu miaka 73 wamejeruhiwa katika shambulio hilo, kwa mujibu wa taarifa. Kuna wakati wanasema kwenye vita na nini kunakuwa na propaganda na vitu kama hivyo, lakini kuna wakati zinatoa taarifa rasmi, kuna wakati sizo rasmi na vitu kama hivyo. Bwana, hii vita bado inaendelea mchungu, na ndio imekosekana kabisa suluhisho lake. Yes. Watu wanaendelea kunyukana huko. Kwanza kuna mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi ya Qatar, kila siku yanaendelea tu kabisa. Kuna mazungumzo ambayo Trump alitoa hoja ya kupeleka ceasefire kwa mwezi mmoja kuweza kuzungumza, lakini tukaona Januari mwezi uliopita tarehe 5 Urusi na Ukraine waweza kubadilishana mpaka wafungwa kuhakikisha kwamba wanaelekea katika ile dhana ya kuweza kufikia ceasefire. Lakini kwa kiasi kikubwa kumekuwa kuna mashambulizi kwenye baadhi ya miji, lakini kwa duru kabisa za kichambuzi ni kwamba mpaka sasa hivi kwa kweli Urusi ametimiza malengo yake Ukraine kwa 100%. Mpaka sasa hivi Urusi ametimiza malengo yake Ukraine kwa 100%. Yani alichokuwa anachokitaka Ukraine tayari ameshafanyaje, ameshakipata. Kwa sababu hapa sasa kinachosubiriwa ni nani aweze kucompromise. Basi nani aweze kukubali kwamba jamani hii vita imeisha, kwa mazingira jinsi yalivyo kwa kweli uweze kushinda vita. Na hiyo nafikiri ndio imekuwa ni hoja ya Trump dhidi ya Ukraine. Kila siku amekuwa akimwambia kabisa, na hoja ya Trump dhidi ya nchi za Ulaya kwamba hii vita hatuwezi kushinda, hatuwezi kutoboa. Hii hatutoboi. Kwa hiyo kubalini, na wewe rafiki yangu nani Zelensky. Sikiliza wewe, kubali bwana. Kubali aishi kama vipi? Si alianza tangu kipindi kile wamekutana. Na wanataka kumfanyia, wanataka waambie ingia kwenye uchaguzi. Nani Zelensky? Kule ni Ukraine. Ingia kule. Trump yani. Kwa sababu shautu kauli kwamba hujafanya uchaguzi tangu mwaka 2019. Ndio, yani aingie kule kwake kule wafanye uchaguzi. Unajua akishafanya uchaguzi utaingilia hata toboa. Ndio, hata toboa. Atakuja kiongozi mwingine ambaye atakuwa na msimamo wastani. Kwa sababu tufahamu kwamba Zelensky ana msimamo mkali dhidi ya Urusi. Na yeye pia alikuwa mwanajeshi, ukiacha masuala ya kuigiza. Yule kwa comedian kwenye kuigiza na nini. Wakasema ameshangaa tu rais wa hapa sema kwenye kuigiza kule na nini. Baadaye mwenzio kwa alikuwa mwanajeshi. Kwa hiyo yeye na msimamo wake bwai. Lakini akai nchini mwake ndio wote upo. Of course kusafiri ni harakati za kutafuta uungwaji mkono, lakini watu ni Ulaya pekee kule ndio wamebaki naye. Yes kabisa. Ulaya wamebaki naye kuhakikisha kwamba sasa wanaweza kumpa support na kumtetea na kumpa fedha na kumpa silaha. Lakini nimeona hata mwezi uliopita alikuwa analalamika kwamba bado uwanja wa mapambano umekuwa ukifanya vibaya zaidi. Kwa hiyo ni vita ambayo kwa kweli imebadilisha sana jiografia ya kidunia,
au zile ambazo tunazoita siasa za kiulimwengu au siasa za kijiografia, geopolitics. Kuna kwamba sasa kwa unafahamu kwamba hii vita imesababisha mdororo wa kiuchumi ambao kitaalamu inaitwa recession, imesababisha global power shift, kuhama kwa nguvu za mamlaka za kidunia, lakini zaidi sana imesababisha global insecurity. Kumekuwa kuna ukosefu mkubwa wa usalama wa kimataifa, sababu nafahamu kwamba silaha zimekuwa zikiuzwa kama magendo. Ndio. Na kwa mfano tafiti ya Global Security Index imezungumza kwamba kumekuwa kuna silaha nyingi ambazo zimekuwa zikiuzwa katika vita hii. Bana, dakika ni 57 na kwenda